pazuri, pamoja na fahamu zako ziweke vizuri. Tutakwenda kujifunza neno la Mungu. Somo letu inasema chuki ya ulimwengu wasonga watakatifu wa Mungu. Chuki ya ulimwengu na wasonga watakatifu wa Mungu. Chuki ya ulimwengu, sisi watakatifu inatusonga. Mtu aliyeokoka anachukiwa. Ikibainika hata kosa la kuzingiziwa, kijiji kizima hata kingine. Haya yote Yesu aliyasema. Watawachukia kwa jina langu. Watu wasioona wakifanya makosa hawezi kuongea. Lakini sisi hutusonga ulimwengu. Maana ulimwengu unajua kwamba hapa ndio kwenye haki. Ulimwengu wote unatutazama sisi. Ulimwengu wote sisi ni barua watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukutana mtu akifanya kosa tu, yaani watu wataongea sana. Lakini mtu asiamini kifanya kosa watu wakaongea. Kwa sababu sisi Bwana ametutengeneza kuwa barua. Bwana ametufanya kuwa taifa juu ya mataifa yote. Takatifu. Ni wewe mwenyewe unajiweka vizuri kwa Mungu. Kwa hiyo unapojiweka vizuri kwa Mungu, ulimwengu unakusonga, kila mmoja atakusonga. Awe ndugu zako atakuona wewe hufai. Awe jirani yako atakuona wewe kama takataka, ni kwa sababu uko kwenye utawala mwingine. Ulimwengu unakusonga. Maana umejitenga, uko tofauti nao. Lazima kuchukia. Soma Yohana 15 mstari wa 18. Twende haraka haraka. Yohana sura ya 15. Mstari wa 18. Biblia inasema, iwapo ulimwengu ukiwachukia. Anasema Yesu, iwapo ulimwengu ukiwachukia, alikuwa anawaambia wanafunzi wake, wajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Wajua kwamba wamechukia mimi. Tosha. Ulimwengu kuchukia, wamemchukia Mungu. Kwa hiyo tukisema lolote kwa mtu anayekufanyia mabaya, lazima Mungu azibitike juu yake. Unaweza kusema huyu mama ananiinukia, Yesu naomba kafanye kazi. Na kweli Mungu anasimama juu ya huyo ulimwengu, mtu anayekuchukia. Anakunenea mabaya, yani ameshakuweka mdomoni, ameona dunia yote wewe mbaya kwake. Mtu anayemchukia mtakatifu amemchukia Mungu. Na Mungu anakasirika, vipigo vinafuata. Kwa sisi vitu vyote vinavyotusonga katika maisha yetu ya rohoni, katika maisha yetu ya mwilini, Bwana yuko pamoja na sisi. Hata vitu vikiinuka kwa maisha yetu, Bwana anasimama. Ndio maana tunasema kwa tukisema jambo lolote lazima Mungu asimame. Kwa wale wanakuchukiza Mungu, ukisema Bwana naomba usimame, Bwana anasimama na kunyosha vipigo vya aina juu. Hata ukisema naomba huyu adui ananisumbua hapa, ninaomba hami kwa jina la Yesu, siku sio zana na kimbia. Ni kwa sababu maneno yanaponenea yanamchukiza mpaka na Mungu. Endelea usomaji. Mstari wa 19. Kama mngekuwa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Kama ungekuwa ulimwengu, ungewapenda walio wake. Lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu. Nyinyi sio ulimwengu, sisi tuliokoka sio ulimwengu. Usijifanye kwa ulimwengu lakini wewe si wa huko. Unakuta mwingine yuko kanisani hata kumwamini Mungu sawa sawa,
si wa ulimwengu. Lakini kwa kuwa si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu. Bwana amewachagua kule, akawaleta mikononi mwake, akawafinyanga, akawatengeneza mkawa tofauti na wao. Mtu aliyeokoka yuko tofauti na watu wa dunia. Lakini mwingine hataki kusikiza maneno haya na kuyafanya, bado yuko anang'ang'ana na mambo ya dunia tu. Yaani ukitaka ulimwengu ufuate, lakini Bwana amekutoa kule uje usimame katika haki. Na haki yake endelee kutengenezwa juu ya maisha yako. Na Mungu atukuzwe juu ya maisha yako. Na Mungu asimame kila vitendo vyote, wajua kwamba wewe ndio Mungu ndio mwokozi wa maisha yako. Maana Bwana amekuchagua na kutoa kuto katikati ya ulimwengu. Akakutengeneza, kufinyanga, ukawa kitu chenye thamani. Mtu aliyeokoka ni mtu mwenye thamani mbele za Mungu, kifaa chenye kuheshimika. Bwana anakizunguka, Bwana anakuzunguka na kutazama pande zote na kuzunguka, maana ni chombo kilicho cha heshima. Bwana amekutunza. Kwa hiyo ulimwengu anaoenda kusonga, Bwana anawaharibu mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jikubali katika kutenda mema. Maana Bwana amekuita kwa ajili ya wewe, kwa ajili ya haki. Hajakuita wanapong'ang'ania dhambi, hajakuita wanapong'ang'ania ulimwengu. Bwana amekunyofoa kule. Mungu alikuwa ni mravi, kila aina yote ya uchafu Bwana akamuita kule, akamtengeneza. Kwa hiyo mwana wa Mungu, jiheshimu, simama katika haki. Hata ulimwengu ukikusonga, simama kwa haki ambayo Mungu amekutoa kule, kukuchambua, akatoka mikononi mwake. Kwa nini mtu aliyechaguliwa anajiugamba? Anasema mimi nimeokoka, siwezi kwenda kwa mganga wa kienyeji. Ni kwa sababu Bwana anamtoa kule, kumtengeneza kwa kifaa kingine. Lakini wewe unatamani ulimwengu. Hebu mtamani Yesu atawale maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Atawale familia yako. Bwana fanyike kuwa msaada siku zote. Usitegemee dunia. Dunia inapita na mambo yake. Simama katika Kristo. Wewe Bwana amekuchagua. Hebu mwambie Bwana kila leo, Bwana hebu nisema na mimi nifanye nini ndani mwako. Zungumza nami juu ya safari yangu. Mahali nilipopungukiwa, Yesu nisaidie. Kila leo mwambie Mungu, kwa sababu Bwana ameshakutoa kule, ufanye kazi yako na kusimama kwenye haki. Na wala anakusonga ili Mungu ajitukuze juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tuko juu ya mataifa yote. Bwana ametuchagua katika ulimwengu. Bwana amekuchagua katika ulimwengu. Maana yake Mungu amekuchagua. Hutaki kufanya mambo ya dunia, mambo uchafu wote wa kila aina. Simama kwenye haki. Utuchumie taji ya uzima. Endelea msomaji. Kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukie. Kwa sababu ulimwengu unaenda kutuchukia sisi, inaenda kumchukia mtu aliyesimama kwenye haki. Likumbukeni ile neno nililowaambia. Mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Mtumwa sio mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi ninyi. Ikiwa walimuudhi Yesu Kristo, lazima na wewe kuudhi Yesu Kristo. Bwana walimuudhi. Walikuwa wakitembea pamoja kama wanampenda, lakini wakikaa pembeni wanaanza kumsengenya. Kwani huyu ni Masihi wa Bwana? Hapo baadaye wanaenda kumuuliza tena kikejeli. Hivi wewe ni Masihi wa Bwana? Na wanawajibu tena kikejeli. Nyinyi mwajua. Maana aliwatambua mioyoni mwao. Kwa hiyo walivyomchukia Yesu, na watu kuchukia hivyo, mwana wa Mungu, simama katika Kristo. Usitishwe na mtu yeyote kukutengua kwenye wokovu. Hata kama ni mama, kwenye haki zote, mpe haki za uzazi. Kwamba mama yule mzazi nampa haki zote. Lakini kukutoa kwenye lengo la Kristo, mwambie mama, samahani, mimi nimempokea Yesu Kristo. Nitasonga mbele, sitarudi nyuma. Maana kila roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Roho itendayo haki ndio itasimama mbele za Bwana na kuenda mahali pazuri. Mume wako ni mzuri kipenzi, usikubali kukutoa kwenye
shetani ainue vitu vingi. Katika vingi hivyo, wewe ni mbao za kupindua kila aina yote ya madhabahu. Sema amen. Hakuna kutishika. Jikubali. Jikubali. Kama Daudi alijikubali kumfuata Mfilisti. Ingawa anatisha, lakini anasema kwa jina la Bwana majeshi, leo ninakunyanyua. Mwili wako utaliwa na ndege wa angani leo. Daudi mtoto mdogo, lakini ndani ya maisha yake amepanda katika ulimwengu wa roho. Usijidharau katika maisha yako rohoni. Jisikie kwamba mimi nimekubali kwa Yesu. Hakuna kulitoa kwenye lengo la Kristo. Mwambie Mungu atawale maisha yako siku zote. Mwambie Mungu aseme na wewe siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema Bwana wangu, sema na mimi juu ya maisha yangu. Naomba uniongoze, unifinyange, nitie nguvu, niepushe na kutenda na mambo ya dunia hii. Mimi ni kijana, Yesu nifinyange, nitengeneze, nitenge na ulimwengu huu. Bwana utamuona. Mimi ni binti, Yesu tengeneze, nitumie kama jinsi upendavyo. Yesu naomba ni useme na mimi kama jinsi uliyosema na Elia, kama jinsi uliyosema na Daudi, kama jinsi uliyosema na mtumishi wako. Sema na mimi ni kijana, ni binti, sema na mimi. Ujikubali kama Daudi. Jikubali kama Dorcas. Jikubali kama Hana. Utamwona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna atakayekudanganya. Hakuna atakayekurudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja mtoto wangu akaugua. Nilikuwa mama mzaa kanisa na yeye, mama mzaa kanisa. Alipougua akaja akasema, "Mama mzaa kanisa unahangaika na ugonjwa." Mimi nimpeleka kwa mama wangu, amemwekea dawa akapona. Na wewe mpeleka mwekee dawa apone. Lakini kama sio dawa nyingine mtoto kapona. Nikamwambia hivi, imani wa ulioibeba mimi ni tofauti. Mchungaji aliyenisimamia kwenye wokovu na mchungaji wako uko tofauti. Tumekutana tu hapa, lakini usifika tunafanana mimi na wewe. Akanyamaza kimya. Kwa hiyo mtu aliyesimama vizuri ana majibu ya shortcut, ya ushujaa, yaliyo na memory ndani iliyoshiba. Yaani kufuata wewe mpaka mtajipange. Mpaka fanyeje? Ajipange. Daudi, shetani Goliathi alijipanga. Alikuwa na mzarau, lakini alibinuka mara moja. Jikubali mama, kijana jikubali, binti jikubali. Ya kwamba mimi nimeokoka. Siwezi katisha na kitu chochote. Wakati wa shida Bwana yuko pamoja na mimi. Wakati wa kuishiwa mavazi najua Bwana yuko pamoja na mimi. Unaanza kusema Daudi nani Ayuba akasema nitoka tumboni niko uchi nitarudi hivyo hivyo. Bwana utanivisha. Unajua maisha yangu. Rizika na nguvu